lakini inakubidi kutumia imani katika Mungu kuifanya itende kazi. Unaona? Kwa hiyo una ufufuo wako mwenyewe ndani yako. Ufufuo wako unakaa ndani yako katika roho yako. Sasa unajua, Yesu alipokufa msalabani, nafsi yake ilishuka kuzimuni, ikawahubiri nafsi waliokuwa kifungoni, wale ambao hawakutubu katika siku za uvumilivu wa Nuhu. Mwili wake uliingia kaburini, lakini kabla yeye hajafa, aliikabidhi roho yake mkononi mwa Mungu. Mkononi, katika mikono yako na iweka roho yangu. Kwa hiyo unaona, roho yake ilienda kwa Mungu, nafsi yake ikaenda kuzimuni, mwili wake ukaenda kaburini. Sasa hiyo roho iliyokuwa ndani yake ilikuwa ni roho ya Mungu. Roho hiyo zamani za kale na kwa njia mbalimbali iliwatia upako manabii wapate kuwaletea watu ujumbe katika siku za mwisho kupitia Kristo, na sasa katika siku hizi hapa kupitia Injili. Sasa tunapompokea Kristo moyoni mwetu, hayo hapo yote tunayohitaji, huo hapo uzima wa milele. Sasa Kristo asingeweza kurudi mpaka siku 3 zilipotimia, kwa sababu roho yake ilikuwa nyuma ya kiwambo kama kizuizi namna hii. Hata asingeweza kukivuka kizuizi hicho, kwa sababu kilikuwa ni neno la Mungu lililonenwa kwamba alikuwa akae kaburini kwa muda wa siku 3 mchana na siku 3 usiku. Sasa yeye asingeweza kurudi mpaka hizo siku 3 mchana na usiku zilipokwisha. Ndipo hapo siku 3 mchana na usiku zilipokwisha, roho yake iliachiliwa, ikaenda moja kwa moja kwenye nafsi yake, nayo nafsi yake ikarudi na kuchukua mwili na kutimiza kile alichosema, ninao uweza wa kuutoa uhai wangu, ninao uwezo wa kuutoa tena, ninao uweza. Sasa kila mmoja wenu anao uweza kwa njia ile ile, kwa kuwa ninyi ni wana na binti za Mungu. Na roho yeye yule aliye ndani yenu asubuhi ya leo, Roho Mtakatifu aliye ndani yenu asubuhi ya leo, Roho Mtakatifu yuyo huyo atakufufua. Kwa hiyo wewe una uwezo wa kujifufua tena. Ukifa, nafsi yako itaenda kwenye nini chini ya madhabahu ya Mungu, sio katika moja kwa moja mbele za Mungu. Sasa roho yako itaenda kwa Mungu, bali huwezi kurudi. Kumbukeni, katika Biblia ilisema roho, nafsi chini ya madhabahu wakilia, Bwana, hata lini, hata lini? Wala wasingeweza kurudi mpaka maandiko yatimie, na kama Kristo wasingeweza kurudi mpaka maandiko yatimie. Ndipo baada ya nini yote yaliyokuwa yamefanywa, mateso yote yamekwisha, nao ndugu hao wameteseka kwa mambo yale yale, ama tumeteseka kama wao walivyoteseka na kadhalika. Basi kwenye siku hiyo utajua mahali hasa ulipozikwa. Roho yako itaachiliwa kutoka kwa Mungu, nayo itakuja kwenye nafsi hiyo. Sasa nafsi ni ile sehemu yako inayojua na kufahamu, akili yako. Mnakumbuka ono nililokuwa nalo sio muda mrefu uliopita, ama kuhamishwa kule kudogo, nikaenda mahali pale na kuwaona hao watu. Sasa roho yako itarudi kwenye huo mwili, na mwili wa namna hiyo, nafsi ambayo ni mwili ambao hauna haja ya kula na kadhalika. Maskani hii iliyo ya dunia ikiharibiwa, tuna moja inayongoja tayari, mwili wa kimbinguni. Na kwa huyo roho na hiyo nafsi na mwili wa kimbinguni, utaufufua tena mwili huu wa kawaida kwa ajili ya ule utawala mkuu wa miaka 1000. Unaona, unao uweza ndani yako sasa kufanya jambo hilo. Sasa lakini uweza huo ulionao ndani yako sasa ungeweza kuufanya ulimwengu mpya. Mungu hana sehemu ndogo dhaifu na sehemu kubwa nzito ambazo zina nguvu. Mguso ulio mdogo sana wa Mungu una nguvu zote. Unaona, mguso ulio mdogo sana wa Mungu. Kwa hiyo mwajua, kwa hiyo ninajaribu kuwaweka katika imani sasa. Unajua kwamba jambo fulani limekupata kama Mkristo. Unajua ulikuwa ukielea hapa chini katika vinyaa, ukiwa na vinyaa vyote na dhambi na kunywa pombe na kucheza kamari na mambo ya ulimwengu. Vema, mara ulipoamini ya kwamba Kristo amekusamehe dhambi zako, uliinuka juu ya upuzi huo. Sasa unaelea hapa juu. Unaona, juu ya yote hayo. Kwa nini? Kwa sababu wewe unaamini ya kwamba Mkristo. Ndipo wakati ulipomkubali Kristo na Roho Mtakatifu akaja kwako, basi una imani na Roho Mtakatifu. Hiyo inakupa uweza wa kuelea juu ya maisha ya aina hiyo ya dhambi. Vema, sasa jambo pekee linalokupasa kufanya kuelea juu zaidi katika uponyaji, kwa hatuna imani zaidi, ilitu endelea tu kuisukuma. Unaona? Na haya basi. Sasa basi wewe ni mgonjwa nawe si Mkristo, kwa Mkristo sasa hivi, ili kwamba hizo nguvu za uponyaji zitakuja ndani yako kwa kuwa Mkristo. Na hiyo itakupa imani kuelea juu ya dhambi, itakupa imani. Na kila kitu unachohitaji katika safari hii kimo mumo humo ndani yako sasa.
na jambo pekee unalopaswa kufanya ni kumwamini Mungu. Hilo linasukuma hayo mambo mazuri kutoka ndani yako ambayo yamo ndani yako wa Roho Mtakatifu. Unaelewa dhahiri sasa? Mmelipata? Ninaamini Bili aliniambia jana usiku, alinipigia simu na kusema njoo asubuhi ya leo, hasa sana kwa ajili ya mtu mmoja aliyekuja akifikiri tunafanya ibada juma hili za hiyo mihuri 7. Nao wakamleta mtoto mgonjwa. Ninaamini na endapo upo hapa sasa, Bwana, kumbuka huwezi dini yako, imani yako itabidi imuendee mtoto huyo, kama ni maskini mtoto mdogo mchanga. Lakini sasa hebu nichukue andiko lingine kama ni sawa kwa muda mfupi tu. Kumbukeni tu sasa katika Injili tunasoma katika mlango wa 16 ninaamini wa Matendo, ambapo kwamba Paulo na Sila walikuwa gerezani usiku mmoja, nao walikuwa wamepigwa kwa kuwa walikuwa wamemtoa pepo kutoka kwenye msichana mwaguzi. Nayo ilikuwa ni na yeye bwana zake walikuwa wamekasirishwa na jambo hilo, nao wakawapiga wakawaingiza kwenye magereza ya ndani. Na walipofanya hivyo, wakati Paulo na Sila walipokuwa wakiomba, ndipo Mungu alituma tetemeko la ardhi na kuitikisa gereza sana. Yule mlinzi wa jela Mfilipi, akiwa ni akida, ambapo kuwapoteza wafungwa wake ingechukua maisha yake mwenyewe kulipia wafungwa hao, aliuchomoa upanga wake na alikuwa akitaka kujiua, wakati Paulo alipokimbia hapo na kusema, usijidhuru, sisi sote tupo hapa. Naye huyo akida alikuwa na, tuseme, dhana waliokuwa nayo kumhusu Paulo na hao wengine. Huenda waliimba nyimbo, huenda walishuhudia ama kufanya jambo fulani, lakini chochote kile, walijua ya kwamba walikuwa ni watu watakatifu. Walijua ya kwamba kulikuwako na jambo tofauti kuwahusu hao watu. Kwa sababu upesi yeye aliuliza, nifanye nini nipate kuokolewa? Nifanye nini nipate kuokolewa? Sasa Paulo alisema, muamini Bwana Yesu Kristo, nawe pamoja na nyumba yako mtaokolewa. Vema, sasa kama kumwamini Bwana Yesu Kristo, hiyo haimaanishi ya kwamba wokovu wake ungeiokoa nyumba yake. Lakini kama anayo imani ya kutosha kumwamini Mungu kwa ajili ya wokovu wake, anaweza kuwa na imani hiyo hiyo kwa ajili ya nyumba yake, nayo nyumba yake haina budi kuingia. Mnaona jambo lile lile, kama vile Ayubu alivyofanya, kama nilivyosema hivi majuzi usiku huko Georgia mkutanoni. Nilisema Ayubu, yeye alisema, sasa sijui kama watoto wangu wametenda dhambi, lakini vipi kama wametenda dhambi? Naye Ayubu alikuwa na jambo moja la kufanya apate kuwa mwenye haki. Hilo lilikuwa kutoa sadaka ya kuteketezwa. Alisema angetoa sadaka ya kuteketezwa kama watoto wake walikuwa wametenda dhambi, basi wangesamehewa dhambi yao. Na ni jambo zuri ambalo huyo baba alifanya. Huyo ni baba mwenye mawazo mema. Tunahitaji baba wengi zaidi wa aina hiyo leo. Ndipo Ayubu akatoa sadaka ya kuteketezwa. Hiyo ni kabla msiba wake haujaanza. Lakini wakati watoto wake wote walipouawa na kondoo wake wote wakaangamizwa na yote aliyokuwa nayo yakachukuliwa, alikuwa ameketi kwenye lundo la majivu nyuma ya nyumba yake akijikwaruza kwa kipande cha kigae. Hivi mliona baada ya siku za msiba wake, wakati Mungu alipoanza kumrejeshea tena, ambapo alikuwa na ng'ombe 10,000 na kadhalika, yeye alirejesha maradufu, na kondoo wake maradufu, na kila kitu maradufu. Lakini mliona, na Mungu pia akampa Ayubu watoto wake 7. Uliwahi kuwazia mahali walipokuwa? Hiyo sadaka ya kuteketezwa iliwatetea. Waliokolewa utukufuni wakimngojea aje. Yeye yuko pamoja nao leo hii. Wewe na nyumba yako mtaokolewa. Unaona? Sasa Ayubu alikuwa na jambo moja la kufanya, kuwa mwenye haki. Ilikuwa ni kutoa sadaka ya kuteketezwa. Una jambo moja la kufanya, kuwa mwenye haki. Hilo ni kumwamini Mungu. Kwa kuwa kwa imani unaokolewa, kwa imani unaponywa, kwa imani unapata kila kitu ulicho nacho. Unaona? Ni kwa imani kwamba unaliamini. Sasa muamini Bwana Yesu Kristo, nawe pamoja na nyumba yako mtaokolewa. Sasa Bwana, kama una mtoto huyo mchanga hapa kuombewa, wewe amini mwenyewe. Ndipo hapa kuiweka imani yangu pamoja na yako, nasi tutaamini pamoja ya kwamba Mungu atamponya mtoto huyo. Unaona, tunao ndani yetu uwezo wa kufanya jambo hilo. Unao ndani yako uwezo wa kulifanya. Kila Mkristo ana uwezo wa kulifanya hilo. Lakini sasa kama tunaweza tu kupata uwezo huo, unaongozwa na kanuni fulani. Kama vile nimesema mara nyingi, ni kama vile mvutano unavyoyadhibiti maji, kwa maana ni kanuni. Mvutano huyadhibiti maji. Jua linaongozwa na nini? Ama dunia, mzunguko wa dunia. Kamwe huwezi tu kulifanya jua lifanye jambo moja kisha useme, ninaamini ninataka kulala kidogo zaidi, tulia kwa saa moja. Halitafanya hivyo, unaona, kwa kuwa kuna kanuni fulani. Kama utatenda kazi kulingana na kanuni hiyo, vema basi, kila kitu kitakuwa shwari.
Kama utaenda kulala kwa wakati unaofaa, unaweza kuamka katika wakati mzuri. Na kama ukinini, kama vile tulivyo na ziwa Superior, ziwa Ontario, ziwa Huron na hayo maziwa makubwa yote hapa juu, kuna makumi elfu mara maelfu ya ekari za mashamba huko Nevada na California na Arizona na New Mexico ambayo yanaungua kabisa kwa ukosefu wa maji, ya mashamba ambayo yangekuza chochote kile. Ungaliweza kuulisha ulimwengu mzima huko nje kama tu ungaliyachukua haya maji hapa juu uyapeleke kule chini, wala halingeyaathiri hayo, kwa sababu yanatokana na chemichemi. Mara tu yakitolewa yanarudia tu usawa wake tena, kwa maana mvutano unayashikilia pale. Vema, sasa kama unaweza kutenda kazi kulingana na kanuni ya mvutano, unaweza kuyachukua haya maziwa makuu yote na kunyunyizia hiyo inchi nzima huko na kuulisha ulimwengu mzima. Hakuna mtu angalikosa chakula. Bali huwezi kuketi hapa na kusema, naam, ninaliona hakika. Inakubidi kwenda na kulifanya. Vema, hivyo ndivyo ilivyo na kanuni ya Mungu. Kanuni ya Mungu ni imani. Nasi tuna imani hapa asubuhi ya leo, kuponya maradhi yoyote, kufanya lolote, lakini inaongozwa na kanuni fulani, na kanuni hiyo ni imani. Kanuni ya Mungu ni imani. Yesu alisema, lolote mtakalo mnapoomba, kama mnaweza kuamini mmelipokea, litakuwa lenu. Haya basi, kwa hiyo imani ndiyo inayoliongoza, nasi tunapewa imani kulingana na vile tunavyoihitaji. Sasa inatubidi kunini? Mungu hugawia baadhi yetu imani fulani, wengine imani nyingine. Sio uweza fulani mkuu wa kimbinguni ulionao, kwa sababu unapokuwa Mkristo wewe tayari una uweza, bali huna imani ya kuutia huo uweza kazini. Kwa hiyo sasa, asubuhi ya leo mnapokuja kuombewa, kumbukeni Biblia imesema jambo hili. Hii ni kweli. Yakobo 5:14, akiwapo mtu wa kwenu mgonjwa, na awaite wazee wa kanisa na wampake mafuta na kuwaombea. Kule kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa yule, naye Mungu atamuinua. Ni ahadi kama utaiamini. Kwa hiyo unaona, uponyaji umegawiwa mtu binafsi. Ilikuwa katika siku za Yesu wa Nazareti. Yeye asingeweza kuwaponya watu kinyume na nini yao, kinyume na imani yao wenyewe. Je, alisema, ninaweza kama unaamini. Kama unaamini kwamba ninaweza kufanya hili, ninaweza kulifanya, kama unaweza kuliamini. Kwa hiyo baadhi ya watu hutupa nini? Huwatupia wengine uwezo wa uponyaji wa injilisti. Si hivyo. Uwezo wa uponyaji umo ndani yako. Umo ndani yako. Wao wanaweka tu gari mbele ya farasi. Mwinjilisti huyo hana uwezo wa kuponya. Roho Mtakatifu ndiye aliye na uwezo wa kuponya, nawe una Roho Mtakatifu. Huo ndio mti ule mdogo ulio wewe, na mambo yote unayohitaji yamo ndani yako. Kwa hiyo basi, wewe anza tu kunywa kutoka katika ahadi ya Mungu, ukisema, ni kweli, Mungu alisema angeniponya. Kwa mapigo yake mimi nimeponywa. Haya basi, unajua unalofanya? Unaanza kuusukuma uponyaji. Hivyo tu, unaona? Halafu basi, wengine wanaweza kuona ulicho nacho. Sasa kile ilicho, imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana. Huenda nikauweka huo mti mdogo huko nje, siyaoni matofaa, bali yamo mle ndani. Maskini huo mti mdogo unajua yamo mle ndani. Kwa hiyo yeye anaanza tu kunywa, kusukuma na kusukuma, maana anajua yamo ndani yangu. Nitayatoa hapa nje baada ya kitambo kidogo, nipe muda mfupi, nipe tu muda mfupi. Yeye anaendelea tu kunywa, naam, ninajua matofaa yamo ndani yangu, nitayatoa baada ya kitambo. Na muda si mrefu wajua, haya hapa yanakuja, haya hapa matofaa yanakuja, kwa sababu aliamini ya kwamba yalikuwa ndani yake. Na kama unaamini ya kwamba uwezo wa Roho Mtakatifu umo ndani yako kukuponya, haya basi, endelea tu kusukuma. Unaona, una imani. Huwezi kuona matokeo yake mara moja, huyaoni. Sasa unaona, Yakobo alimhesabia haki Ibrahimu kwa kazi zake. Paulo alimhesabia Ibrahimu haki kwa imani yake. Tuseme nini basi kati ya hao wawili? Ibrahimu alikuwa akinena juu ya yale, ninamaanisha Paulo alikuwa akinena juu ya yale Mungu aliyoyaona katika Ibrahimu. Naye Yakobo alikuwa akinena juu ya yale watu walioona katika Ibrahimu. Mnaona? Sasa mnaona? Kwa hiyo Mungu alijua kwamba kabla ya mtoto huyo kuja, ya kwamba Ibrahimu alikuwa na imani. Naye Ibrahimu akalithibitisha kwa Mungu kwa kutenda kama yeye, kwamba mtoto atakuja wakati akiwa ni tasa. Yeye hakuwa na watoto. Tumbo la uzazi la mke wake lilikuwa limekufa, naye alikuwa ni tasa. Lakini hata hivyo, yeye alijua mle ndani mahali fulani kulikuwako na mtoto mchanga. Unaona, yeye aliendelea kuinywa ile ahadi, akiegemea kwenye El Shaddai kuu la Mungu, lile ziwa. Akiegemea pale akinywa, akijua ya kwamba Mungu angempa. Alijua kwamba ilikuwa ni ahadi na yeye ilibidi alifanye. Nasi ni watoto wa Ibrahimu.
Kwa hiyo hebu na tuegemee kwenye ahadi yake na kushikilia pale, tukijua ya kwamba Mungu atafanya jambo hilo. Je, alisema hivyo? Mnaliamini sasa? Basi hebu wagonjwa na wapange mstari hapa kwenye moja ya pande hizi ama huo mwingine wanaotaka kuombewa. Na kama tukimleta mzee hapa awapake mafuta, nitawaombea na tutaamini ya kwamba Mungu atampa afya kila mmoja wao. Kama unaweza kuamini. Teddy, uko wapi? Njoo huku upande wa mkono wa kuume. Hilo ni jema. Nami ninataka upige amini tu. Na wakati wakija, hebu na tuviinamishe tu vichwa vyetu, wasikilizaji wengine wote, na hebu tuwe katika maombi kwa ajili ya hao watu wanaokuja. Baba yetu wa mbinguni, tunakuletea wewe asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo, maskini wanadamu hawa wagonjwa wanaoteseka, walio katika hali hii ya kutisha ya maangamizi. Ninakuamini wewe Bwana. Ninajua ya kwamba maneno yako ni ya kweli. Ni ya kweli sana, hayawezi kushindwa kwa sababu ni neno la Mungu la milele na lisilo na mwisho. Yana nguvu zote kama vile Mungu alivyo, kwa kuwa ni sehemu yake. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili akakaa miongoni mwetu. Sasa tunaamini hilo Bwana kwa mioyo yetu yote, kwa nafsi yetu yote, kwa yote yaliyo ndani yetu tunaliamini. Nami nimejaribu katika njia rahisi kama ya kitoto kuliwasilisha kwa watu hawa wapate kuelewa na kujua ya kwamba nguvu za Mungu zimo ndani yao. Laiti wangaliweza tu kuwa na imani yao na kuyafuata maagizo ya Mungu. Hivyo ndivyo walivyookolewa. Walikuja na kutubu dhambi zao na wakabatizwa katika jina la Yesu Kristo kulingana na Biblia hii, Matendo 2. Ndipo basi Petro akasema ya kwamba mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Nacho hiki hapa kinakuja vivyo hivyo hasa, kwa maana ni neno la Mungu lililodhihirishwa. Vema, sasa jambo lile lile Baba, tunajua ni kweli tunapowapaka wagonjwa wa mafuta na kuwaombea, maombi ya imani yatamuokoa mgonjwa, Mungu atawainua. Mungu, jalia kila mmoja aondoke kwenye madhabahu haya karibu na mahali hapa asubuhi ya leo wakiwa na furaha sana na kushangilia katika kujua ya kwamba Mungu amewaponya. Nenda ukaponywe, kwa kuwa tunawakabidhi kwako sasa katika jina la Yesu Kristo. Jalia kila mmoja aponywe na apate ono kile ninachomaanisha, kama vile Ibrahimu alivyoviita vitu hivyo ambavyo havikuwapo kama kwamba vilikuwapo. Haidhuru matokeo yake ni nini, hilo halina uhusiano wowote na imani. Matokeo si kitu, imani tayari imeshika. Nayo imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Mungu, jalia lizame ndani katika mioyo yao, kwa kuwa wanakuhitaji wewe. Ninaenda kama mtumishi wako mnyenyekevu kusimama hapa pamoja na watumishi wengine na kumwomba Mungu aliweke moyoni mwetu kwa ajili ya watu hao wagonjwa. Tunaomba hayo katika jina la Yesu, amina. Mtu fulani alisema ndugu Esli Bila alikuwa humu jengoni, nami ninaamini kuna mhudumu mwingine hapa aliyeongoza katika maombi asubuhi ya leo. Tungetaka kuwauliza wahudumu wote hapa chochote kile walicho, kama ungeweza kupanda hapa juu na kusimama kuyazunguka madhabahu haya pamoja nasi kwa muda mfupi tu kidogo, tafadhalini ndugu. Na hao wanaume, ndugu Ben, asante. Njoo huku moja kwa moja na usimame hapa karibu kuyazunguka madhabahu hapa, tupate kuomba pamoja na hawa watu, kuwawekea mikono. Sasa wakati wanapoupiga huo wimbo, na wahudumu wanachukua mahali pao hapa kusudi sisi kila mmoja aweze kuweka mikono juu ya wagonjwa. Hebu tuone akishuka kule mlimani, na muona mtu akija. Hakuwa tofauti na mtu mwingine yeyote. Yeye alikuwa ni mtu wa kawaida tu, kidogo ana mwili mdogo, kidogo amedhoofika. Tunapomuona akiangalia, macho yake yameinamishwa kwenye tamasha inayotukia huko chini bondeni. Ilikuwa ni mitume wake. Walikuwa na mvulana kule chini aliyekuwa na kifafa, na hapana shaka ila walikuwa wakisema, mponye Bwana, mponye. Lakini unaona, kusema tu mponye Bwana, mponye halitasaidia. Hilo kamwe halitasaidia. Inapaswa kuwapo na kitu fulani nyuma ya hilo mponye Bwana, mponye. Mnaona? Na kama ninaweza kuwafanya muamini hilo na kuamini hilo kwa moyo wenu wote, mtaponywa, kama kweli nikiwafanya kuona hilo ono. Sasa angalieni hawa wanafunzi wakisimama pale, labda wakimtikisa, labda kumsukuma kwa nguvu zaidi. Amini ndugu, amini. Haleluya, amini. Mponye Bwana, mponye. Lakini ibilisi alikaa pale pale, kwa kuwa asingeweza kupata imani ya kutosha hapo kumfanya aondoke. Lakini huyu hapa mtu anashuka kutoka kilimani, na mara huyo ibilisi alipotambua huyo alikuwa tofauti kidogo na wanaume hao wengine. Unaona? Sasa hao ndio namna ya wanaume tunaotaka wawe hapo kama Bwana wetu Yesu. Naam.
Sio kuja tu kwa onyesho, bali kuja mpende Mungu wetu. Fahamu ya kwamba tumeagizwa kwenda kufanya jambo hili. Hili ni agizo letu. Halafu wakati alipoenda kwa Baba, nafikiri hapa ndipo huu wimbo ulipoandikiwa, ulipotungwa kwa neno. Yeye alisema, Bwana umrehemu mwanangu, maana amepagawa na Ibilisi. Kasema, yeye humtupa motoni, naye anazimia na kadhalika. Akasema, nilimleta kwa wanafunzi wako, bali wasingeweza kumponya. Lakini nilifikiri. Akasema, ninaweza kama utaamini. Sasa ninauweza ndani yangu. Yeye akasema, kufanya hilo kama unaweza kuliamini. Je, Mungu angeweza kuruhusu hao watu waliolemewa na kansa wanaoketi hapa asubuhi ya leo, ambao wamelazwa kitandani kwa kansa na leukemia, maradhi, mateso, hivi Mungu angewaponya na kukupita? Haiwezekani. La, mnaona? Sasa yeye hashindwi. Ninaweza kama ukiamini. Yeye alisema nini? Kwa kuwa mambo yote yanawezekana tu. Sasa ndugu Tyler, njoo huku juu. Sasa amini tu. Amini tu. Sasa wakati tunapoomba, ninawatakeni muwawekee watu mikono. Chochote wanachohitaji, na mshuke moja kwa moja kwenye mstari. Ndugu Neville, wewe wapake mafuta, nao ndugu hawa. Namtaka kila mtu kwenye wasikilizaji, huku umekiinamisha kichwa chako sasa, kila mtu katika kilindi cha maombi. Amini. Bwana, turehemu. Ninaomba na ukawaponye watu hawa kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Katika jina la Yesu wa Nazareti. Wengi sana mstarini, ninawaangalia kuona wanavyochukulia jinsi walivyokuwa, kuona jinsi wanavyojibu tendo likifanyika. Unaona, kuna kitu kama tendo, wao walisimama na kuja mbele. Jambo lingine ni jinsi wanavyolichukulia tendo hilo ambalo wametenda. Baada ya kufikia mahali pa kuaminia kwamba wakati wanapoombewa wangeponywa, basi angalia watakalotenda baada ya tendo hilo lao. Sasa mchungaji wetu ana ujumbe mzuri kwa ajili yetu, nina hakika asubuhi ya leo. Jambo moja ningetaka kulitolea maoni kwa muda mfupi tu. Alikuwapo na msichana Mkatoliki aliyesimama pale karibu na madhabahu. Siku chache zilizopita alikuwa nyumbani kwangu, yeye pamoja na mume wake. Nami nimemfahamu mumewe kwa kitambo kidogo, na kulikuwako na kitu kilichotukia wakati tulipokuwa tumeketi kwenye mazungumzo ya faraga. Hapo ndipo tulipokuwa na ono lile. Hapo ndipo sisi nilizoea kuyafanyia hapa kanisani, lakini yakachukua asubuhi yote na kadhalika. Na kwa hiyo ilikuwa ni huko ndani. Kamwe sikusema kitu kwa kuwa yeye akiwa ni msichana. Jambo lingine, daima alilelewa katika kanisa Katoliki na kadhalika. Lakini alienda kuzungumza kwa niaba ya mama yake. Na kwenye wakati huo niliona ono la mama yake. Akamwambia shida ya mama yake ilikuwa ni nini na kutoa wasifu wake na umbo la mama yake. Hakika alikuwa mwamuzi wa hayo, kama yalikuwa ni kweli ama si kweli. Kamwe sikuwa nimemwona mama yake maishani mwangu, yeye anajua hilo. Naye msichana huyo asubuhi ya leo alikuja hapa madhabahuni na kusimama, kuungama na kumkubali Kristo kama mwokozi wake. Alifanya hivyo madhabahuni asubuhi ya leo. Ndugu Neville bila kujua alimpaka mafuta. Jinsi Mungu anavyofanya kazi. Alimpaka mafuta kwa ajili ya ugonjwa. Lakini angalia matendo ya Roho Mtakatifu. Sasa kwa kuwa alipakwa mafuta, kweli si mgonjwa, bali amepakwa mafuta. Unaona jinsi anavyofanya kila kitu kitende kazi sawa sawa. Je, alisimama kama Mkristo sasa, baada ya yeye kuwa kile tunachoamini ni Mkristo. Sasa akasema, waweza kumwombea mama yangu? Yeye ni mgonjwa. Huyo ni yule yule. Kwa hiyo mafuta ya kupakwa yalitumiwa mapema. Ikawaza jinsi lilivyo mwafaka kwamba mnaona mtu akiisha tu kuokolewa. Kristo alituwakilisha sisi sote. Yeye huwakilisha wote. Na mara msichana huyo alipokuwa Mkristo, basi anataka kumwakilisha mtu fulani pia, ikionyesha ya kwamba Roho wa Kristo huingia ndani yetu wakati tukiwa kweli tumeokolewa. Sasa hilo ni zuri kweli. Hakika ninalithamini hilo, hiyo roho nzuri ya Kikristo ya kuamini. Sasa kumbukeni tu, sasa kwa msichana huyu mdogo, yeye yuko hapa mahali fulani
na kwa mama mwingine Mkatoliki aliyekuja hapa. Nami ningetaka kusema maneno haya kabla tu sijamwachia mchungaji wetu ibada. Mnaona ni hili. Sasa kanisa Katoliki lilikuwa wakati mmoja kama kanisa hili. Kama utarudi nyuma na kuisoma Biblia ambayo tunaiamini, nanyi mnajua ya kwamba kanisa Katoliki lilikuwa ndilo kanisa la kwanza. Hiyo ni kweli, lakini liliyaacha mafundisho yake. Hili lilikuwa ndilo fundisho la kanisa Katoliki, lakini mnaona wana vitabu vingine 600 na kitu ambavyo mapapa na kadhalika walikuwa wameandika, ambavyo ni vitakatifu kwao kama tu hii Biblia. Kwa hiyo unaona kile hili lilicho hujabadilika. Kile umefanya ndio kwanza uongoke. Unaona sasa, kama ukichukua hakika, nadhani labda baadhi yenu hawa wawili asubuhi ya leo walikuwa ni wanawake. Huenda kukawa na wanaume wa Katoliki walioketi hapa. Ikiwa utarejea kwenye historia ya kanisa, kama huenda ukamuuliza kasisi wako, matendo ya hawa mitume katika Biblia hapa ilikuwa kwamba njia ambayo hawa walikuwa Wakatoliki wa mwanzoni, yeye atasema ndiyo, na hiyo ni kweli, walikuwa ndiyo. Sasa wao, angalia ni dini ya aina gani waliokuwa nayo. Walikutana mahali padogo rahisi. Kamwe hawakusema salamu Maria ama baba yetu. Hayo ni mapokeo ya kanisa. Wao walisema nini? Walimsifu Mungu, walipiga makelele, walilia. Angalieni hapa katika Matendo 2, wakati mtume mtakatifu Petro na Yakobo na Yohana na wote walikuwa pamoja, Biblia ilisema walinena kwa lugha. Nao wakapiga makelele, na hata walitenda kama waliojazwa na Roho sana, hata wakafanya kama walevi, na hata mpaka ulimwengu wa nje ukauliza, hao wote si wamelewa? Ndipo Petro, yule mtume, yule mtawa mtakatifu Petro, wakati aliposimama naye akasema, wanaume na ndugu zetu, hao watu hawajalewa, bali wamejazwa na Roho. Kama nini? Kama Biblia ilivyosema walikuwa. Sasa hilo lilikuwa ni kanisa Katoliki la mwanzoni kulingana na mafundisho yao. Sasa unaona, baada ya karibu miaka 200 waungwana walianza kuingia kanisani. Basi walifanya nini? Waliunda dhehebu lao la kwanza katika baraza la Nikea AD 606. Walifanya nini yao? Wakati baraza la Nikea lilipokutana huko Nikea Rumi, walianza kuwaingiza waungwana wote, nao wakaunda tu kanisa na kufanya kanisa. Baada ya hapo lilivunjika mara 4 ama 5. Waliondoka kutoka hapo wakaenda kwa askofu, kutoka kwa askofu hadi kwa papa, na kutoka hapo likaja la Orthodoksi ya Kiyunani na mengine mbalimbali, mpaka yakavunjika tu kufikia ambapo mnaliona leo hii. Liko tu katika kila namna ya kutengana. Lakini kile tunachojaribu kufanya, rafiki yangu Mkatoliki, unaona, sisi ni Katoliki pia. Sisi ni wale wa mwanzoni, Katoliki ya mwanzoni. Na kanisa wanalotuita sasa zaidi sana tunatajwa kama Pentekoste, kwa sababu tunaamini katika baraka za Kipentekoste. Hapo ndipo kanisa Katoliki lilipojiundia dhehebu. Na katika madhehebu yetu ya Kipentekoste leo, kama ulimwengu huu ungesimama miaka 500 zaidi, dhehebu hili la Kipentekoste lingekuwa baridi kuliko kanisa Katoliki la Kirumi lilivyo leo. Linaenda tu mbali zaidi, njia ile ile. Na wanapounda dhehebu, wanafanya chama kutokana nalo. Ndipo wanakuwa tu ni chama na wanachama na watu wasioongoka. Wawapendwa ndugu na dada zangu wa thamani, kwenu nyote, kama mtumishi wa Mungu, sijawahi kusema jambo hili hapo kabla ulimwenguni katika kanisa hili, kamwe sijasema. Lakini kama nabii wa Bwana ninawaambia, hii ndiyo nuru, tembeeni ndani yake.